Hivi sijajua hili swali huwa najiuliza mwenyewe ama hata na wewe msikilizaji sometimes unajiuliza ni kwa nini mtu unayempenda huwa hakupendi? Afile lijitu usilolipenda ndilo linakupenda kufa kuzikana. Asa mimi ndo nilikuwa kwenye situation. Unajua msikilizaji, ndoto yangu mimi ilikuwa ni kuwa na mahusiano fulani hivi amazing na mtu ambaye nampenda. Lakini sasa nashindwa kusema ise. Bwana, mimi naitwa Doto. Maana tumezaliwa mapacha mimi na mwenzangu Kulo. Jumla kwetu tupo watatu. Wa kwanza ni dada yetu anaitwa Lisa. Mimi na pacha yangu tumefanana sana kwa sura. Yaani kinachotofautisha sisi ni tabia tu. Mimi ni mkorofi sana, ni mvivu na ni mbishi. Ila Kulo ni mpole na ana heshima sana. Dada yetu Lisa alikuwa ni lecturer na tayari kaolewa, anaishi na mume wake. Sisi bado tulikuwa tunaishi nyumbani, ila tulikuwa tumeajiriwa. Mimi nilikuwa ni dokta, nilikuwa nafanya kazi hospitali binafsi ya babangu. Kulo yeye alikuwa ni mwanasheria. Kuna kaka mmoja hivi anaitwa Oscar. Familia yetu na yao ilikuwa zina urafiki sana. Zile mnaita nini? Family friend, Yes. Alikuwa ananipenda sana. Ila mimi nilikuwa simtaki. Asa siku moja ilikuwa ni birthday yangu. Nipo zangu ofisini. Ghafla kaingia Oscar, nilimsalimia nikamwambia, "Oh my brother, mambo?" Akasema, "Poa poa, uko poa doctor?" Nikasema, "Yes, I'm good." Oscar akasema, "Oh, pale ni majukumu." Nikamwambia, "Kawaida bwana, unasumbuliwa na nini tena?" Yani unajua leo bwana umepost status saa 9 usiku kuwa leo ni birthday yenu. Sasa nikaona nifanye kitu. Ni birthday yangu. Kuna nini unataka kufanya? Nimeona nipishe tu pale dukani nikununulie japo zawadi nije nikuishi. Basi Oscar alitoa zawadi ya perfume na saa. Nikamwambia Oscar, "Yani umekuja hapo unaumwa au?" "Hapana, mimi siumwi. Nimekuja tu kukuletea zawadi." Oscar, unanikosea bwana. Unajua sivyo ni muda wa kazi. Unakuja kuleta utani kweli? Kwa nini usinge ngoja tu after kazi ndio ufanye hivi vitu? Yaani huo muda ninaopoteza na wewe, angekuja mgonjwa aliye serious, si ningeendelea naye na kazi? Doto, mbona dakika chache tu nilizotumia? Okay, I'm sorry. Naomba upokee zawadi zangu. Siwezi, naomba uende zako. Doto, naomba ondoke nazo ese. Oscar, beba vitu vyako utoke. Mimi nahitaji kuendelea na kazi. Doto, tafadhali. Sina pa kuviweka. Naomba uende navyo. Oscar alikusanya vile vitu akatoka. Akiwa ameumia sana. Mlangoni sasa akagongana na Kulo. Kulo yeye alikuwa amekuja kuniaga, maana alikuja kabla Oscar kuniletea zawadi za birthday, kisha akaenda canteen kula. Hivyo alikuwa anakuja kuniaga ondoke. Asa mimi nikawa nasikia Kulo anamuita Oscar huku sasa anamfuata. Sikujishughulisha hata. Baadaye Kulo alikuja ofisini na kuniambia kwa nini namfanyia Oscar vile. Imagine aliniletea zawadi nimezikataa, na wakati huo Kulo aliniletea zawadi nikazifurahia. Nikamwambia niache bwana na arudi kazini kwake. Maana ni alitoka kazini kwake aniletee zawadi. Japo birthday ilikuwa ni yetu sote, ila yeye binafsi aliamua anizawadie mimi binafsi. Basi Kulo akaondoka kazini kwake. Maana ni mwanasheria wa kujitegemea, ameajiriwa na meneja wa benki. Sasa jioni tukawa tumerudi nyumbani. Mama alikuja kutuita na kutuambia kuwa tuje sitting room tumsalimie baba yetu amerudi. Maana alikuwa amesafiri. Pia kaandaa keki na chakula tuje tusherehekee birthday yetu. Basi tulitoka sitting room na mama akaenda kumuita baba, yeye alikuwa chumbani muda huo. Akaja pale, tulimkumbatia na kumwamkia. Tukamuuliza habari za safari, alitujibu ni nzuri tu. Mzee alikuwa ameenda kijiji kimoja hivi kufuatilia mashamba kwa ajili ya kilimo cha mpunga. Basi akasema kuna mgeni amekuja naye ambaye atakuwa ni house helper wetu hapo nyumbani. Aliniambia niende chumba cha wageni nikamuite. Basi nilienda nikagonga hodi. Mtu aliye ndani akajibu nakuja. Ilikuwa ni sauti ya kiume. Nilingoja pale mlangoni nimwambie kuwa anaitwa sitting room. Mlango ukafunguliwa.
Alitoka mkaka handsome bala. Kwani jamani huyu ndio amekuja kuwa mfanyakazi wa ndani jamani hapa kwetu? Nibaki nimeganda tu, yani hata ni sikumbuki ni maagizo ya nini. Sikumbuki kabisa. Basi yule kijana alinisalimia akasema, habari yako dada? Alikuwa na sauti tamu sana. Nikasema, nzuri, samani dada anakuita sebleni. Nilimwambia sasa nababaika, akasema sawa. Nilirudi sitting room naye akawa amekuja. Basi baba alitambulisha pale akasema kwamba, hey my daughters, huyu anaitwa Amani, ni kijana wetu, atakuwa anatusaidia kazi hapa nyumbani. Baada ya baba kusema hivyo tulisema sawa, tunashukuru kumfahamu. Baba akasema kwamba Amani, hao ni watoto zangu, huyu anaitwa Kulo, huyu mwingine Doto. Amani akasema nashukuru sana kwa kufahamu dada zangu. Basi nasi tulimkaribisha tukasema kwamba sawa, karibu sana. Basi baba akasema kwamba ni mama kumleta wa kiume ili mambo yawe sawa, sababu nakumbuka last time walikuwepo house girl hapa. Ilikuwa ni shida tu. Mkikutana wasichana kwa wasichana ni maneno tu yanakuwa ni mengi sana. Sasa wewe Doto mkorofi sana wewe. Sasa huyu wa kiume naamini hatakuwa na shida yoyote ile. Amani, nadhani utaelekezwa na mama majukumu yao, sawa? Amani akasema nashukuru sana mzee. Basi baada ya utambulisho sisi tukarudi ndani, kwanza tujiandae, tupendeze ndo na mengine endelee. Maana tulitaka tupige na picha. Basi Kulo akasema kwamba ndugu yangu. Kwa hiyo baba kaenda kumleta houseboy badala ya house girl. Afu mbona ni mzuri vile jamani? Kihandsome fulani hivi kweli. Jamani, yule anapaswa kuwa mosha vyombo jamani kweli. Mbona anacheza handsome wake? Kulo alisema, nikasema kwamba yani mimi mwenyewe hata sielewi. Basi Kulo akasema kwamba hivi ulimuona kwanza alivyokuwa anaongea jamani? Yaani kwanza nivuta picha nyie wote ampo, tupo wenyewe. Nikamwambia wewe mbona hujashtuka? Niulize mimi nilienda kumfuata huko chumbani. Nikasema tumetembelewa na malaika ama? Kulo akasema malaika wewe umewahi kuona? Sio kwamba nimewahi kuona, ni imagination tu. Ila kwa kweli leo baba ametufanya tumekuwa surprised. Ila tena isiwe mada bana. Tusahau tunasubiri wa Kulo. Mimi sijasahau, sema ile nalo ni la muhimu. Bibi wewe msijilegeze sana bwana. Kumbe kule nifanya kazi tu, just a houseboy. Kama una shida ya mpenzi, wanaume wa maana wapo. Hata kazini kwako huko hapo kama kina Jimmy wanakutaka sana tu. Na hawajatofautiana chochote na huyo. Hivyo Doto. Hivi mbona umefikiria mbali sana shoga yangu? Kwa hiyo mtu akimsifia mtu tayari anamtaka. Jamani, mbona upo hivyo? Sasa unamsifia vipi kama humtamani? Kwa hiyo mtu akimsifia hata ni kaka yake anamtaka. Mbona umemsifia pia? Hivyo nao unamtaka, si ndio? Kulo, wewe umezidi bwana. Mimi nimemsifia kidogo tu lakini wewe umepitiliza. Basi yaishe. Basi tulitoka tukasherehekea birthday yetu na kupata chakula cha usiku kisha tukaenda kulala. Siku mpya iliingia. Nilikuwa bado nimelala kitandani nikifurahia usingizi wa mwisho wa asubuhi. Wakati huo sasa mimi nikasikia odi. Sauti ya Amani nisikia ikisema kwamba odi, Samanda dada chai ipo tayari mezani, mama amesema nikuamshe. Kasema sana kuja. Niliamka na kuelekea bafuni kuoga kisha sasa nikavaa kabisa na kujiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Nilipofika sebuleni Kulo alikuwa tayari ameamka. Amekaa kwenye sofa huku macho yake yote yakimwangalia Amani ambaye alikuwa amepanga vitu mezani. Alikuwa amevaa t-shirt nyeupe, suruali ya track na apron. Alikuwa kajamani. Basi niliwasalimia nikasema kwamba hello, good morning guys. Wakanjibu good morning. Basi mara mama akatoka chumbani kwake. Aliniambia kwamba wewe cha uvivu wewe, kila siku lazima uamshwe. Mama, nilichelewa kulala mama. Endelea tu na huo uvivu wako. Kesho nitaamka mapema mama. Thubutu kweli tena mama. Hebu kanyweni chai huko bwana muondoke. Basi tulikaa dining table kupata chai. Baba alikuwa ameshaondoka muda mrefu sana. Baada ya chai mimi na Kulo tulienda vyumbani kubeba vitu vyetu kwenda makazini. Amani alitoa vyombo na kusafisha meza. Tuliporudi tayari meza ilikuwa safi kama vile hakuna aliyekula. Amani akatuangalia na kusema kwa tabasamu ya kwamba msichelewe kazini dada zangu, msisahau dina na dina itakuwa nimeiandaa tayari mkiwa mmerudi. Sauti yake ilikuwa ni kama ina mvuto fulani hivi msikilizaji. Mimi sikujua ni mimi tu niliohisi au na Kulo pia. Basi nimjibu ya kwamba okay bro, tukatoka.
Tulipotoka mlangoni, Kulwa akaniangalia na kunong'ona akasema kwamba shoga yangu, naona kama kila siku yani kumuona huyu jamaa itakuwa ni kazi ya ziada. Hata kazini leo sitakuwa makini. Nikamuuliza kwamba kisa nini sasa? Kulwa akasema, si jamani handsome jamani. Nikamwambia wewe, hebu usiwe na kilango, umesikia Amani ni mfanyakazi tu. Kulwa akasema, wewe endelea kujidanganya. Basi alijibu, tukapanda gari. Tulikuwa tunatumia gari moja. Tunapokezana tu, siku nyingine yeye ananiendesha mimi na kunipitisha kazini afu anaondoka na gari. Au mimi nimpitisha kazini kwake afu mimi naondoka nalo. John tuliporudi nyumbani tulikuta harufu ya pilau ikitokea jikoni. Jamani. Mpisha alikuwa ni Amani. House boy handsome bwana. Halafu sasa ilikuwa ni ikitokea jikoni hadi sebuleni. Mtu akipita barabarani lazima asimame kujiuliza huko ndani kuna nini. Nilimwangalia Kulwa nikamwambia kwa sauti ya chini kwamba shoga yangu, hii harufu inanitesa. Kulwa akacheka akasema wewe acha tu. Yaani kama pilau ina harufu hii basi huyu jamaa si wa house boy wa kawaida. Basi bwana tukapitiza chumbani kubadili nguo. Mimi na Kulwa tulikuwa tunalala vyumba tofauti ila tu tuna share sitting room ya vyumba vyetu. Basi mimi nilipotoka chumbani kwangu, naye akawa anatoka. Tukaongozana kwenda sitting room. Tulikuta Amani anaandaa msosi mezani. Alipotuona tukasema kwamba John, dada zangu, chakula kipo tayari. Alisema kusasa nitabasamu. Tulikaa mezani akatupakulia kila moja. Nilipokula kijiko cha kwanza tu nikasema kwamba Mungu wangu. Hii pilau ni hatari. Kulwa naye akasema kwamba sana. Wewe kaka unajua kupika? Kulwa aliniunga mkono. Amani akacheka akasema kwamba mbona kawaida tu dada zangu. Nikasema kwamba no, unajua sana kupika bwana. Au uongo Kulwa? Kulwa akasema ni kweli. Hivi kweli uliletwa hapa kufanya kazi au kutua kwa mapishi yako maana? Baada ya Kulwa kuuliza hivyo, Amani hakujibu zaidi tukatabasamu na kuendelea kula. Tulimaliza kula tukashiba mpaka basi. Amani akakusanya vyombo na kuvipeleka jikoni. Mimi na Kulwa tulikaa sebuleni, lakini moyo wangu haukutulia. Nilitamani tu kusogea jikoni. Sio kumsaidia tu, ila unajua pale moyo unapokutuma kusogea karibu na mtu Basi nikaenda nikamwacha Kulwa sitting room, nikamkuta Amani anaosha vyombo. Nikacheka tu bila sababu. Akaniangalia akauliza kwamba unacheka nini dada? Sikudhani mtu handsome kama wewe unaweza kuosha vyombo. Dada, kazi yote mimi nafanya. Jamani, haya mimi nataka kusaidia kusuuza. No hapana dada usijali. Mbona vyombo vyenyewe ni vidogo tu? Wewe usijali hivyo. Mimi nakusaidia tu. Basi nikaanza kumsaidia kusuuza na nikamuuliza mama ameenda wapi? Maana tukumkuta. Akaniambia kwamba ametoka, hajamwambia anaenda wapi. Asa nikiwa naendelea kumsaidia Amani kusuuza, huku sasa tunapiga stories hapa na pale. Ghafla nikasikia mlango wa jikoni unafunguliwa na mama akaingia. Akasema, jamani, macho yangu hayaoni vizuri ama? Mama alisema akiwa sasa amebaki mlangoni akitazama kwa mshangao. Nikasema kwamba mama kuna nini? Doto, wewe kweli upo jikoni unaosha vyombo? Au ninaota nikiwa macho? Mama aliendelea kuniuliza kwa sasa akitusogelea. Nikasema kwamba mama, niliona Amani anaosha vyombo nikaona nimsaidie kidogo. Makubwa. Siku zote nikisema nikuone jikoni lazima nipate pressure. Lakini ghafla ndio unajua jiko lipo wapi. Na unatakiwa kusaidia. Hivi wewe mtoto wewe. Basi Amani akacheka kidogo akasema kwamba mama usimseme sana, kweli amenisaidia na amesuuza vizuri. Mama akasema wewe usimtetee. Huyu ni mvivu namba 1 huko ndani. Lakini leo namuona amejitolea, nimebaki kushangaa tu. Sasa nikaambia kwamba mama usishangae, mimi nimeamua tu. Mama akasema labda kweli, lakini mimi sitaki kuona hii ni kwa siku moja tu. Nimeshuhudia Doto yupo jikoni, nitaandika kwenye daftari la kumbukumbu. Nikasema mama bwana, mbona unanichokoza? Mama akasema haya. Endeleeni hapo wapishi wangu. Basi ile mazungumzo alimtoa Kulwa sitting room na kuja jikoni. Naye alishangaa sana na alionyesha kama nikakunja ndita hivi na kunishika mkono akanivuta mkono mkuku mpaka ndani kwetu. Akanikalisha kwenye sofa. Sasa nikamuuliza Kulwa kwamba nini? Kulwa akasema kwamba Doto, nakuona unavyomfuatafuta Amani. Alisema kwa hasira. Nikamwambia wewe nimemfuatafuta nini sasa? Kulwa akasema wewe tangu lini ukapenda kazi au ndo unamshobokea? Nikasema mbona sikuelewi, yani kosa langu nini hapo?
Basi Kulwa alitaka kunipiga kibao, nikaudaka mkono wake. Nikamwambia, wewe, hivi nimekosea nini mimi? Hivyo umechanganyikiwa ama? Toka hapa bwana. Nilimsukuma, nikatoka, nikakutana mama. Mama akauliza kwamba nyie mna nini? Mama aliniona nimechukia sana. Kulwa naye akatoka analia. Basi mama akasema kwamba nyie mna matezo gani kwani? Mbona kama mpo kama watoto wa chekechea? Mnavutana tu, mnavutana nini sasa? Mama alituangalia mimi na Kulwa kwa macho ya kuchunguza. Akauliza kwamba nyie, hivi mnadhani mimi sielewi? Kuna nini kinatokea hapa? Mama, hakuna kitu ninachojua. Muulize Kulwa naye kuja kunivamia tu. Niliposema hivyo Kulwa akasema kwamba mimi siwezi kusema, ila huyu ana tabia kunikera tu. Nikasema kwamba mimi, yaani unamaanisha nini sasa? Nimekufanya nini sasa? Kulwa kwa hasira akasema kwamba bwana achana na mimi. Mama akasema kwamba basi kama ni ugomvi wenu wa kawaida basi msiniletee drama wakati hapa mimi nimechoka. Umesikia? Kila mtu akae sehemu yake. Mama alisema hivyo kisha akaondoka. Kulwa alionekana bado ana hasira na mimi, lakini sikumsemesha tena. Baada ya muda kila mtu alienda chumbani kwake. Mimi nijilaza kitandani, lakini usingizi haukunijia. Kichwa changu kilikuwa kinajaa mawazo ya amani. Usiku wa manane nilisikia sauti za hatua zikitembea kwenye korido. Nikatoka kitandani taratibu, nikafungua mlango kuangalia, nikakutana na Amani anatoka jikoni ameshika glasi ya maji. Aliponiona akatabasamu. Akasema kwamba nimeamka kunywa maji. Vipi? Wewe umeamka kufanya nini? Aliniuliza kwa sauti ya chini. Nikamjibu ya kwamba nimeona kama kuna mtu anatembea nikaja kuangalia. Akasema sawa, muda ule kulikuwa na tatizo gani dada yangu mpaka ukamvuta ndugu yako vile? Nikamwambia Amani bwana, mimi ndo nilikuwa navutwa. Amani akasema samani, tatizo mnafanana, mimi nashindwa kujua yupi ni yupi. Nikasema ni kweli, ukituzoea tu utatujua vizuri tu. Ila pia inaweza kutofautisha kwa cheni tunazovaa. Mimi yangu ni RFD na mwenzangu ya kwake ni RFK. Nilimwambia sasa namuonesha cheni yangu. Amani akasema sawa dada yangu, tatizo lilikuwa nini mpaka ni pacha yako akawa vile? Nikamwambia kiukweli sijui, maana sikumbuki kama nilimkera, ila usijali maana namjua hasira zake huwa hazidumu. Kesho atakuwa sawa tu, kama kuna kitu pia ataniambia. Maana akasema sawa dada yangu, basi naomba ukalale maana nimekushtua, samani sana. Nikasema wala hata usijali. Basi tuliachana na kila mtu akarudi chumbani kwake. Niliporudi chumbani moyo ulikuwa haupo sawa. Picha ya tabasamu la Amani pale koridoni haikunitoka. Nijilaza nikajifunika blanketi, lakini nikana jigeuze bila usingizi. Na nikajua kabisa hii safari hisia zimeanza kunishika vibaya. Asubuhi ilipofika niliamka na kuelekea chumba cha Kulwa. Nilipofika nikagonga mlango. Sauti yake ilisikika ikisema kwamba ndio nani? Nikasema ni mimi Doto, naomba ufungue. Basi alipofungua mlango alionekana bado ana usingizi mzito. Macho yake yalikuwa yamevimba. Nikasema kwamba Kulwa, jana kulikuwa kuna nini mpaka unishike vile mbele za mama? Ulikuwa na tatizo gani na mimi? Na mbona macho yamevimba? Akanijibu kwamba Doto, samahani sana, sitaki hata kuzungumzia hilo. Tafadhali tu tuachane na jana. Nikamwambia lakini Kulwa akasema naomba tu, nimesema samahani. Nikasema ya saa baadaye. Sasa nikaamua nimwache. Akajitupa tena kitandani. Nilipofika sitting nikaanza kusikia harufu ya chai kutokea jikoni. Nikaamua niende, nikamkuta Amani akipanga vyombo. Nilimsalimia nikasema habari ya asubuhi. Akasema nzuri Doto, umelala vizuri? Harufu ya misosi ndio imeniamsha. Lazima tu mimi nijitahidi leo kwa ajili ya weekend. Sawa, mimi nipo nje. Haya sister. Basi mimi nikafungua mlango wa jikoni, nikapishana na Kulwa. Aliniangalia kisha akanipiga kipepsi. Niganda kwa sekunde chache. Nikageuka kumtazama, lakini nikapotezea na kuendelea na ya kwangu bila kusema neno. Niligundua anatafuta sababu ya ugomvi na mimi sikuwa tayari kumpa. Na sikujua nimemkera nini. So baada ya muda familia yote tulikaa mezani kwa kifungua kinywa, mama, baba, mimi, Kulwa na Amani. Basi baba alituliza kwamba afu nimekumbuka kabla mjamaliza chai bwana, hebu naomba kujua ni nani kati yenu anaweza mnunulia Amani simu? Baba alituliza mimi na Kulwa. Nimtazama Kulwa naye akaniangalia kisha nikasema kwamba mimi baba nitamnunulia. Baba akasema okay, fanya mchakato leo. Nikasema sawa baba. Basi macho yangu yakakutana na ya Kulwa. Alikuwa ananitazama kwa macho ya hasira sana. Bila kusema neno, Kulwa alinyanyuka kwa ghafla,
akasukuma kiti chake kwa kisirani na kutoka sebuleni. Baba alijaribu kumuita lakini hakurudi. Mama akamwambia baba tangu jana anaonekana ana shida, ataongea naye ajue ana nini. Baada ya muda niliagiza simu, nikalipa pale, nikaletewa. Sasa nimempelekea Amani. Nikamwambia kwamba Amani, hii hapa simu, ichaji kabisa, ukimaliza kazi zako utoke hapo nje wanasajili laini. Amani akasema asante sana Doto, tunashukuru mno. Nikasema usijali. Basi baadaye mchana mama alimuita Kulwa sebuleni. Mimi nilikuwa nimekaa pembeni tu nikisoma gazeti, lakini masikio yangu alikuwa amesimama kusikiliza. Mama akasema ya kwamba Kulwa, hebu naomba unieleze, tangu jana nimekuona uko tofauti. Tatizo ni nini haswa? Na mbona umekuwa na hasira sana? Kulwa itazama chini akasema kwamba mama, sina la kusema, tuache na hayo tafadhali sana. Mimi nilikuwa tuna tatizo lakini sasa hivi nipo sawa. Mama akasema huwezi kusema hata kama kuna jambo linakusumbua jamani, unaniambia kwamba niachane nayo. Kulwa akasema mama nisamehe ila niko sawa. Mama akasema haya sawa. Basi mama aliondoka zake. Baada ya mama kuondoka, sebule ikatulia kimya. Mimi nilikuwa nimekaa pale sebuleni nikijifanya nasoma gazeti. Kumbe akili yangu yote ilikuwa kwa Kulwa. Sikuelewa ni nini hasa kinamsumbua. Na kwa nini kila nikihusishwa na Amani, yeye anabadilika ghafla. Sasa nilipoona kimya kimezidi, nikaamua kuondoka sebuleni na kwenda chumbani kwangu. Nikiwa njiani kuelekea huko, nikasikia sauti ya Amani jikoni ikizungumza kwa simu. Amani alikuwa anasema kwamba hapana mama. Mama mimi niko poa tu, watu wananijali, kazi pia nafanya vizuri mama. Basi baada ya kumsikia Amani nitabasamu bila kujua kwa nini. Kwa mara ya kwanza nikahisi kama nimemfanya mtu afurahi. Jioni ilipofika, baba akarudi mapema kuliko kawaida. Baada ya chakula cha jioni alikaa sebuleni na mama, kisha akatuita mimi na Kulwa. Baba akasema kwamba natamani tuzungumze kidogo. Baba alisema kwa sauti ya utulivu tu. Mimi na Kulwa tulikaa kimya, kila mmoja upande wake nini. Kulwa alikuwa anaepuka kuniangalia kabisa. Na sababu akasema kwamba naona kuna mabadiliko kati yenu siku hizi. Nyinyi ni mapacha, mmekuwa mkishikana sana tangu mkiwa wadogo. Lakini sasa kuna kitu kama kimeingia katikati yenu bwana. Mama alinitazama kisha akamgeukia Kulwa. Mama kwa upole akasema kwamba Kulwa mwanangu, kama kuna jambo linakusumbua sema, kukaa kimya hakutakusaidia. Mama alisema hivyo. Kulwa alikaa kimya. Macho yake akaanza kujaa machozi. Basi kwa sauti ya chini akasema kwamba mama, shida yangu si rahisi kuisema. Basi nilivyomsikia hivyo Kulwa anasema hivyo nishtuka. Hii haikuwa kawaida ya Kulwa kabisa. Nikasema kwamba jaribu tu. Basi Kulwa akavuta pumzi ndefu kisha akasema kwamba mimi naumia kwa sababu siko sawa. Basi mama akamsogelea karibu akaambia kwamba unaniumiza Kulwa. Kwa nini usituambie jamani Lakini bado Kulwa hakusema chanzo. Kulwa akasema kwamba kwa sasa sitaki kuendelea. Kulwa alisema hivyo kisha akasimama ghafla na kuondoka sebuleni. Azotubaki tumedua tu. Usiku huo nilala nikiwa na mawazo mengi kuliko siku zote. Nilihisi kuna kitu kikubwa kinafichwa. Na kwa mara ya kwanza nikahisi hofu fulani hivi, yani hofu ya kumpoteza pacha wangu. Jumatatu kaingia kazini, Kulwa hakuwa na maneno sana. Hii ilikuwa ni zamu yangu kuendesha gari, hivyo nilimpitisha kazini kwake na mimi nikaelekea kazini kwangu. Jumatatu huwa nina kazi nyingi mno, maana weekend huwa najipa muda wa kupumzika. Hivyo nikifika Jumatatu inabidi nipitie vitu vingi sana. Alafu kizingatia hii ilikuwa ni hospitali ya mzee wangu. Hivyo nami nilikuwa kiongozi pale. Wakati wa mapumziko nikakuta SMS za Oscar. Alikuwa ametuma mambo nimekumisi kuona bwana, naruhusiwa kukupigia video call. Nilisoma zile message nikasonya tu na kuendelea na vitu vyangu. Nikaona namba nyingine inanipigia. Nikahisi atakuwa ni Oscar huyo. Hivyo sikupokea, lakini baada ya muda ukaingia ujumbe mfupi. Ameandika ya kwamba habari dada Doto. Samahani kwa usumbufu, mimi ni Amani. Nikasema kumbe ni Amani. Basi nilikaa na ile simu mkononi kwa sekunde kadhaa. Nilitabasamu peke yangu. Sikujua ni kwa nini ujumbe wa Amani ulinifanya nihisi tofauti tu kiasi hicho. Nikajibu ya kwamba habari Amani, niko kazini. Amani akasema nisameka nimekusumbua, nimepewa namba yako na mama. Nikajibu ya kwamba hapana, poa tu. Akasema hivi dada Kulwa yupo poa kweli? Nikamjibu yupo poa ila anaonekana tu ana mawazo mengi siku hizi. Maana akasema kama kuna chochote nitakachoweza kusaidia basi uniambie. Nikamwambia mimi pia sijajua na tatizo gani, kwa hiyo hata usijali. Basi kwa tumagana pale. Baada ya hapo nijitahidi kujishughulisha na kazi, lakini mawazo yangu yalirudi nyumbani kila mara kwa Amani. Ilipofika jioni nilitoka kazini nikampitia Kulwa ila sikumkuta.
yeye alikuwa ameshatangulia nyumbani. Nilipofika nyumbani, Kulwa alikuwa chumbani kwake. Nikagonga hodi pale. Nilimwambia kwamba ni mimi. Hakujibu. Nikasukuma mlango polepole. Nilimkuta amekaa kitandani, macho mekundu. Yaani kana kwamba alikuwa analia. Sasa nikauliza kwamba pacha vipi? Aliinua macho akanitazama akasema kwamba Doto, hivyo na hakika ukijua ukweli utabadilika? Moyo wangu ulishtuka sana alivyozungumza hivyo. Nikamwambia kwamba wewe niambie tu. Kulwa akasema mimi nampenda mtu nisiyetakiwa kumpenda. Nikashtuka nikasema wewe unasema? Kulwa akasema yaani na kila siku naumia kwa sababu niko karibu naye lakini siwezi kumwambia. Basi kwa sauti ya chini nikamuuliza Kulwa kwamba ni nani huyo? Kulwa akasema bado siwezi kusema, bado sijawa tayari. Nikasema sasa utakuwa hivi mpaka lini? Kulwa akasema hata sijui, ila mimi nitakuwa sawa tu, usijali. Nikamwambia wewe huwezi kuwa sawa mpaka uongee. Basi Kulwa hakutaka kuzungumza, akihitaji kwamba nimpatie muda kwanza. Basi ilibidi nimwache. Mimi sikutaka kuumiza kichwa changu. Siku zilienda ila hakusema kitu. Japo nilikuwa nahisi kinachomuumiza ni mimi kuonyesha nina nia ya kumtaka amani, ila kwa kuwa aliamua kuficha, mimi sikuwa na haja ya kumlazimisha afunguke. Sasa ikabidi nipotezee tu. Ila moyoni mwangu nilikuwa nina hisia kuhusu Amani. Hivyo ilibidi nimwambie tu. Ila Amani alikata. Ananichukulia kama ndugu tu. Nikaona hapa bado na nafasi atanielewa tu. Mwezi mmoja ulipita, Amani bado hakuelewa hisia zangu. Na mimi nijifanya niko sawa ili hali moyo ulikuwa hauko sawa kabisa. Nijipa shughuli nyingi kazini ili nisifikirie sana, ila usiku mawazo yalikuwa yananirudia. Siku moja jioni baba alituita mimi na Kulwa sebuleni. Baba akasema kwamba kuna jambo nataka mjue. Kesho kutoka kuna ugeni. Basi nikauliza kwamba ugeni wa nani baba? Baba akasema mtasubiri tu mtajua kesho. Basi mimi na Kulwa tuitazamana. Kulwa akauliza kwamba baba, mbona siri nyingi siku hizi? Baba akasema ndeni akili zenu bwana, ni jambo jema. Basi usiku huo mimi sikulala vizuri. Nilihisi kama kuna kitu kizito kinakuja. Asubuhi ilianza mapema sana, ilikuwa ni siku ya Jumapili. Mama na Amani walikuwa jikoni tangu alfajiri. Basi mama akasema kwamba leo tunapika pilau, wali, nyama choma na mboga za majani. Nilishangaa nikasema kwamba jamani, kwani ni ugeni mkubwa kiasi hicho? Basi kabla sijauliza zaidi, shangazi na mjomba walifika, akifuatiwa na dada yetu Lisa. Lisa akasema kwamba leo kuna tukio. Lisa alisema huku sasa akinitazama kwa tabasamu. Mimi sikumuelewa. Siku hiyo nyumba ikawa safi kupita kawaida. Harufu ya pilau ikajaa kila kona. Moyo wangu ulianza kupiga kwa kasi bila sababu. Baada ya saa kadhaa magari yakasikika nje. Nikajiuliza kina nani hao? Baba na mjomba walitoka nje walitoka nje kuwakaribisha. Walikuwa ni baba watatu, waliambatana gari jipya. Basi wakakaribishwa mpaka sebuleni, wakaanza mazungumzo. Mmoja wao akasimama na kuzungumza, akasema kwamba sisi ni washenga tu, tumekuja kuleta barua. Basi wakamkabidhi baba bahasha. Baada ya kula wale wageni waliondoka. Gari jipya sewa kaliacha, maana walikuja na magari mawili. Baada ya muda baba akafungua ile bahasha kusoma barua ya posa. Baba akaanza kusoma kwa sauti. Barua iliandikwa kwamba yahusu ombi la kumposa binti yenu. Kwa wazazi au walezi wa binti wa familia ya Doto Stanley, na wasalimu kwa heshima kubwa. Jina langu ni Oscar Steven. Ninaandika barua hii kwa unyenyekevu na adabu, nikiwa na lengo la kujitambulisha rasmi mbele yenu kama kijana mwenye nia njema na dhamira ya dhati. Kwa muda fulani sasa nimekuwa na mawasiliano na binti yenu, na kupitia mawasiliano hayo nimeona maelewano, heshima na kuelewana ambako kumenifanya nione anaweza kuwa mwenzi sahihi wa maisha yangu. Baada ya kutafakari kwa kina na kushauriana na watu wangu wa karibu, nimeona ni jambo jema kufuata taratibu sahihi kwa mujibu wa mila na desturi. Kwa heshima kubwa naomba ruhusa yenu ya kumposa binti yenu Doto Stanley kwa nia ya baadaye kuja kuanzisha ndoa ya halali endapo mtaniruhusu. Nipo tayari kufuata masharti, taratibu na maelekezo yote mtakaonipatia kulingana na mila na desturi za familia yenu. Naomba mpokee barua hii kama ishara ya heshima yangu kwenu na kwa binti yenu. Nitathamini sana ushauri wenu na nipo tayari kufika mbele yenu siku mtakayoona inafaa kwa mazungumzo zaidi. Nawashukuru kwa muda wenu na kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Wenu kwa heshima, Oscar Steven. Basi kimya ikatawala. Mama na shangazi wakaanza kupiga vigelegele. Basi wakaanza kusema hongera Doto wewe hatimaye. Sasa uko unasema hivyo, mimi nisimama ghafla nikasema hapana. Wote wakanyamaza. Baba akanitazama kwa mshangao akasema kwamba Doto. Nikasema samahani baba, mimi siwezi kubali barua hii. Mama akauliza kwamba kwa nini mwanangu? Mbona Oscar ni kijana mzuri?
Nikasema moyo wangu haupo hapo mama. Mimi sijawahi kuelewana na Oscar kwa lolote lile. Baba akasema kwamba lakini sio jambo baya binti yangu. Baba alizungumza, mimi sikujibu chochote. Basi niliondoka kuelekea chumbani kwangu na kwenda kumpigia Oscar niambie kwa nini alete barua ya posa kwetu na wakati hatuna mahusiano. Basi nilipofika chumbani, nilijifungia mlango kwa nguvu, moyo ulikuwa unapiga kama ngoma, mikono inatetemeka. Machozi yakaanza kunitoka bila hata kuyazuia. Kichwani mwangu kulikuwa na jina moja tu, Amani. Yaani nilijiuliza kwamba kwa nini sio yeye? Nijiuliza hivyo na nilitafuta namba ya Oscar nikapiga. Akasema kwamba Doto, hello. Basi bila salamu akasema kwamba Oscar, naomba niambie ukweli. Kwa nini umeleta barua ya posta nyumbani kwetu ile hali hatuna mahusiano? Oscar akasema, Doto, mimi nifanye hivi kwa sababu nakupenda. Niliona nikichelewa nitakupoteza. Nikamwambia kwamba kunipenda kukupi haki ya kunifanya nionekane kama mongo. Familia yangu sasa nadhani kuna kitu kati yetu. Oscar akasema, samahani, mimi nidhani nitakufurahisha kwa jambo jema. Nikamwambia, wewe naomba unikome, sikutaki na uambie ukweli, mimi na wewe hatuwezi kuwa wote. Basi bila kusubiri jibu lake, nilikata simu nikazima. Lakini hata baada ya kufanya hivyo, sikuhisi nafuu hata kidogo. Machozi yaliendelea kunitoka, kifua kinabana kana kwamba nimebeba jiwe. Ghafla nikasikia kugongwa kwa mlango. Sauti ya mama ilisikika ikisema kwamba, Doto, fungua mwanangu. Basi nijifuta machozi kwa haraka nikafungua mlango. Mama akaingia na kukaa kitandani. Alinitazama kwa makini sana, akasema kwamba, Doto, ile barua ya posa kuna ukweli wowote ndani yake? Nikasema kwamba hapana mama. Mama akasema, una uhakika? Nikamwambia kwamba mimi simpendi Oscar. Sijui hata ni alitoa wapi ujasiri wa kufanya alichofanya. Basi mama akanikumbatia kwa nguvu. Akasema kwamba basi usiwe mnyonge sa mwanangu, ukiwa na mtu wako utamleta. Nikasema sawa mama. Nilitamani kumwambia mtu wangu yupo hapo ndani, lakini niliona ngoja nikae kimya. Shangazi na mjomba waliondoka, ila dada Lisa hakuondoka. Ailala chumbani kwa Doto. Usiku saa 6 niliamua nitoke nikaongea na Amani. Niliinuka taratibu, nikafungua mlango kimya tu na kutoka nje. Nyumba ilikuwa kimya, taa chache tu za nje ndizo zilikuwa zinawaka. Nikavuta pumzi ndefu kisha nikatembea hadi mlangoni kwa Amani. Nilipiga hodi kwa tahadhari. Sauti ya Amani kasikika kiuliza kwamba ni nani? Nikasema ni mimi Doto. Nilisema kwa sauti ya chini. Kulikuwa na kimya kidogo kisha mlango ukafunguliwa kiasi tu. Amani alichungulia, uso wake umejaa tahadhari. Akasema kwamba Doto, siwezi kukuruhusu uingie, tuongee tu hapa. Maneno yale alinichoma sana, lakini nikajikaza nikasema kwamba Amani, tafadhali naomba nisikilize, kuna mambo unapaswa unielewe. Amani, mimi nakupenda, yani msikilizaji, kabla sijaendelea, Kulwa akatokea. Macho yake yamejaa hasira sana. Basi Kulwa akasema kwamba hivi kumbe Doto ndo malaya kiasi hiki? Yaani unakataa kuelewa kisa malaya wako? Usiku wa malaya unazunguka tu milangoni kwa wanaume? Kulwa alisema hivyo. Sasa nikaambia kwamba sasa kabla ya kunihukumu mjiangalie kwanza basi. Mimi na wewe tuna tofauti gani Wewe mwenyewe ulikuwa unaenda wapi? Kila mtu ashinde mechi zake. Nilimjibu hivyo. Kulwa akanifuata kwa hasira akasema kwamba kwa unanitukana. Aliuliza hivyo akiinua mkono kana kwamba anataka kunipiga. Nikamwambia wewe usithubutu. Ghafla Amani akatoka nje kabisa. Akasema kwamba nyie tulieni bwana, tulieni. Naomba muache ujinga kabisa. Mimi simpendi yote kati yenu. Nimerudia kusema mara nyingi siko tayari na sitaki drama hizi, mmesikia? Na nikataeni yani nyote wawili msinijue kabisa. Mimi siwapendi na wachukulia dada zangu tu. Hivi kwa nini mnajizima data? Maneno yake yaliniumiza, lakini kelele tayari zilikuwa zimesikika. Milango ikaanza kufunguliwa pande zote. Uzazi na dada Lisa akatoka. Basi akauliza kuna nini huku? Ugomvi ni nini usiku huu? Basi alituliza pale maswali mfululizo kwamba mbona mnapigana? Nyumba nzima ilikuwa imeamka. Siri za moyo sasa zilikuwa hadharani. Nilijua baada ya usiku huu hakuna kitu kingebaki kama kilivyokuwa tena. Amani akamwambia baba kwamba mzee, naomba ongea na mabinti zako hao. Naomba ongea nao kabisa kwa kina, mimi sitaki ujinga wanaoniletea. Amani aliongea kwa hasira sana. Paka nishangaa huu ujasiri kautoa wapi? Baba alimuomba ongee, hivyo wakatoka nje kabisa kuongea. Tulibaki na mama alitusema mno.
Sijui hata baba alienda kuongea na Amani nini huko nje, maana walikaa muda mrefu sana. Mama akatufukuza kila mtu akalale. Nilipofika chumbani, moyo ulikuwa unaenda mbio. Nilikaa kitandani nikitazama simu yangu kwa dakika kadhaa, nikijiuliza nifanye nini. Hatimaye nikaamua sasa nimtumie SMS ya kumwomba msamaha Amani. Vidole vilikuwa vinatetemeka nilipoanza kuandika essay. Nilifuta, nikaandika tena, nikafuta, nikaandika tena. Nikaongeza neno moja, nikaondoa jingine. Niliandika kwamba samani kama nilikukwaza Amani, sikumaanisha, naomba unisamehe tu. Tatizo moyo wangu unakupenda sana, kwa hiyo nisamehe Amani. Baada ya kuituma nikaiweka simu pembeni. Baada ya muda SMS ikaingia. Nilishika simu kwa haraka sana. Nikavuta pumzi ndefu kabla ya kufungua. Amani aliandika ya kwamba Doto, naomba sana ukae mbali na mimi. Sihitaji chochote kati yetu. Nilisoma mara moja, mara ya pili, mara ya tatu. Kila nikirudia kusoma nilikuwa najisikia vibaya. Machozi yakaanza kunitiririka bila ridhaa yangu. Sikujua nimjibu nini wala niseme nini. Nilizima simu usiku ule, yani ulionekana ni mrefu sana kuliko kawaida. Asubuhi niliwahi sana kuamka kujiandaa kuelekea kazini. Nilikuta Amani anafanya usafi. Basi alinisalimia pale akasema habari za asubuhi sister. Mimi sikumjibu. Akaniuliza tena, Doto, mbona kama kuna tatizo? Nikamwambia sijui hata nakujibu nini. Amani akasema mimi nafahamu kuwa nimekukosea, lakini tambua kuwa unapaswa unielewe na jambo hili litamalizika hivi karibuni. Jana nimeongea na mzee na ameahidi kuwa ataongea na nyie. Basi mimi sikutaka hata kumsikiliza ngonjera zake, nikaamua tu niondoke kazini. Nilitoka na kukodi usafiri, sikutaka hata kumsubiri Kulwa niende naye na gari. Jioni niliporudi kazini nilikuta Kulwa yeye asharudi. Walikuwa sebleni pamoja na mama. Sasa mama akauliza vipi za kazi, nikamjibu nzuri. Mama akasema leo umeenda kazini na usafiri gani? Nikasema bodaboda. Mama akasema kwa nini sasa wakati usafiri upo? Nikasema nilikuwa tu na haraka sana hivyo sikuona sababu ya kumsubiri Kulwa. Mama akasema sawa. Basi Kulwa akasema ya kwamba mimi nabaki kukushangaa sana. Kulikuwa na haja gani sasa ya kunisubiri mimi wakati umeletewa gari bibi harusi mtarajiwa? Kulwa alizungumza hivyo. Nikasema kwamba nadhani sio mbaya wewe kutumia gari hilo. Mimi sina haja nalo. Nilimjibu nikaondoka zangu chumbani. Nikawaza nifanye nini mimi ili tu Amani aweze kunielewa. Nampenda sana Amani. Sasa niliamua kwamba sitokoma, nitaenda tu tena. Nitangoja tu watu walale. Sasa ilipofika saa 7 usiku niliamka na kunyata mpaka mlangoni kwa Amani, akamenifungulia. Amani akasema kwamba wewe tena. Na leo tena unataka yajirudia yale ya jana. Basi aliniangalia tu akasema okay, ingia ndani. Amani aliniambia na kunishika mkono tukaingia ndani. Nilikaa kitandani akaniuliza kwamba niambie nini unahitaji? Najua nini ninahitaji. Ya mimi nafahamu. Lakini unajua nini? Hakuna mwanaume ambaye anaweza kukataa mtoto mzuri kama wewe. Unamaanisha nini kusema hivyo? Mimi naweza kusema nimekubali ila kuna tatizo. Tatizo gani? Wewe pamoja na Kulwa wote mnataka mtu mmoja. Hili ni tatizo. Kunaweza kuwa na matatizo zaidi yaliyotokea jana. Pia wewe kuna mtu amekuchumbia. Amani, mimi naelewa kuwa Kulwa anakutaka, ila naomba basi kujua wewe unamtaka nani. Na kuhusu mimi kuchumbiwa, huyo mtu mimi simtaki, na hivyo usimhesabu kabisa kama ikwazo. Mimi nakutaka wewe Doto kwa sababu kuna sababu kadhaa ambazo zimenifanya mimi nikuhitaji wewe. Ila naomba tu kwa muda huu tuwe na utulivu kidogo. Mimi sihitaji tulete matatizo zaidi. Uwe mtulivu tu alafu huko mbele kila kitu kitakuwa sawa. Yaani usionyeshe kuna nini kati yetu, sawa? Sawa, nimekuelewa. Basi Amani alinikumbatia kisha kanikisi kwenye paji la uso. Nilijua kufurahi ese. Aliniomba tu nirudi chumbani kwangu. Ule usiku ulikuwa ni mzuri sana kwangu. Basi kesho yake niliamka na furaha sana. Nikamtumia SMS Oscar kuwa afanye aje alifuate gari lake nisije kulichoma moto. Basi Oscar litii akaja kulifuata gari lake. Baba alituaga kuwa anasafiri kuelekea South Africa, atakaa miezi miwili, akirudi kuna jambo muhimu la kuzungumza sisi kama familia. Basi tulimtakia safari njema. Penzi langu na Amani lizidi shamiri, japo lilikuwa la kimya kimya, yani hatukutaka kujulikana. Hivyo tulikuwa tunatumia sana kuchati. Maana Amani alitaka tupitishe kama mwezi hivi ndio tuendelee na hatua zingine. Kuchati na Amani tu kulinipa raha sana, japo hatukufanya chochote. Basi penzi langu na Amani lilikuwa la siri sana, hata hewa haikujua. Tuliongea zaidi kupitia simu, messages zilikuwa tam kuliko asali, maneno madogo madogo lakini alitosha kunifanya nitabasamu.
Kwa hiyo Kulwa kwa upande wake alikuwa kimya kupita kawaida. Hakuniuliza chochote kuhusu Amani wala hakuonesha dalili zozote za hasira tena. Siku moja jioni bwana, mimi nikiwa narudi kazini, nikamkuta Kulwa amekaa sebuleni peke yake. Nikauliza kwamba pacha, vipi leo? Kulwa akasema, Doto, umewahi kumpenda mtu kiasi cha kujisahau? Nikauliza, kwa nini unauliza hivyo? Nimuuliza, akajibu kwamba usijali, ni swali tu. Basi nilikaa pembeni yake nikasema, ya nimewahi. Kulwa akasema, inaumiza eh? Nikasema ndio inaumiza. Kulwa akasema, anyway, tuachie nayo, kazi zimeendaje? Nikasema safi tu, siji wewe. Kulwa akasema, mimi leo sijaenda. Nikasema kumbe. Kulwa akasema ndio, najua una njaa, nikuleta chakula gani? Nikamwambia usijali, mimi nitachukua tu mwenyewe. Kulwa akasema, jamani, kwani tatizo ni nini? Ngoja nikuandalie bwana. Kulwa alisema na kunyanyuka kwenda kuniletea chakula. Ilibidi nikubali tu. Kulwa akaenda huko na kuniletea chakula. Nikamuuliza, mama na Amani wapo wapi? Akasema wameenda kununua vitu vya ndani. Basi mimi nikachukua chakula nianze kula. Nikala kijiko cha kwanza, lakini kabla sijameza, Kulwa alininyang'anya sahani ya chakula na kupiga yeye kuwa niteme kile chakula cha mdomoni. Alikuja mpaka akanifunua mdomo kunilazimisha niteme. Nijikuta natema bila kutaka bwana. Kisha Kulwa akakimbia na ile sahani ya chakula nje. Nilishangaa sijui ana tatizo gani, akawa amerudi bila chakula. Sasa nikamuuliza kwamba mbona sikuelewi pacha? Kulwa akasema kwamba una hakika hujameza? Nikamwambia mimi sijameza. Ndio, kuna nini kwani? Kulwa akasema ngoja nikuchemshie maziwa alafu tuje tuongee. Kulwa alienda kunichemshia maziwa akaniletea na kuniambia kwamba ninywe. Sasa nikamwambia kwamba Kulwa, mimi sitaki drama zako, umesikia eh? Yaani unipatie kitu, uninyang'anye tena kama jikoni siji mimi sipajui. Au maziwa hebu naomba kunywa mwenyewe bwana. Kulwa akasema kwamba ungekunywa bwana. Maelezo mengi ya nini? Nikasema sitaki. Kulwa akasema sawa, labda nikuambie kwa nini. Unafahamu kabisa kwa mimi nampenda sana Amani. Na mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe nampenda sana tu, na najua kuwa umeanza kutembea naye, kwa hiyo hii leo nilikuwa nakuua. Sasa nilishtuka nikamuuliza Kulwa, unaniua? Kulwa akasema ndio, niliweka chakula sumu. Nikamwambia nini? Yaani umeweka sumu chakula uniue? Yote sababu ya Amani? Hivi mbona roho mbaya sana? Kulwa akasema nadhani ushukuru tu nilikuwa na huruma, japo yani kwa uchache, maana ilikuwa ni muda huu tu na galagala hapo chini. Nikamuuliza Kulwa kwamba Kulwa, hivi unamaanisha au? Kulwa akasema ya, na hili ni onyo, ukiendelea tu nitakuua kwa mikono yangu miwili. Kulwa alinijibu na kuondoka. Sasa nibaki kutetemeka sana. Nilikunywa yale maziwa bila kupenda, japo nilikula kijiko kimoja tu na sikukimeza. Basi usiku huu sikulala kabisa. Kila nikifumba macho na muona Kulwa akiwa amesimama mbele yangu. Nijiuliza mara 1000 kwamba huyu ni yule pacha nilimjua kweli ama? Asubuhi ilipofika nilikuwa mnyonge kama mgonjwa. Sasa mama aliingia chumbani akasema kwamba Doto, mbona leo hujaamka mapema? Nikasema na maumivu ya kichwa kidogo tu mama. Niliamua kumdanganya. Mama akasema pole, kwa hiyo vipi uende kazini? Nikasema naenda mama. Mama akasema haya, jiandae. Basi nilipotoka chumbani, Amani alikuwa sebuleni. Alinitazama kwa wasiwasi akasema kwamba Dodo, uko sawa? Nilitaka kusema ukweli lakini maneno akagoma. Nikatikisa tu kichwa kwamba niko sawa. Wakati huo Kulwa hakuepo. Moyoni nikahisi afueni kidogo, lakini hofu ikabaki. Nilienda kazini nikiwa nusu mtu. Message za Amani zilikuwa zinaingia tu, lakini mimi hata sikuwa na nguvu hata kutabasamu. Mchana nilimpigia Amani simu, nikamwambia kwamba Amani, nataka tukutane leo, naomba uje hapo hospitali, ni muhimu sana. Amani akajibu sawa mpenzi, nitakuja. Basi Amani akawa amekuja, nikakaa naye pale ofisini kwangu, nikamwambia kila kitu kilichonitokea jana yake. Amani akasema kwamba Doto, hii sio kawaida, hii ni hatari. Basi nikamuuliza Amani ya kwamba kwa vipi mimi nifanye nini? Kabla hatujaamua chochote, simu yangu ikaita. Ilikuwa ni Kulwa. Nikapokea, nikaweka loudspeaker. Kulwa alisema ya kwamba nipo nje ofisi yako, nataka tuongee. Alisema unakata simu. Nikamwangalia Amani. Amani akasema kwamba huyu hapaswi kuniona hapa. Amani alisema hivyo haraka, lakini ghafla Kulwa akaingia pale ofisini. Aitabasamu akasema kwamba naona wapenda nao mna mjadala eh? Kulwa alisema hivyo. Nilijiongeza chapchapu, nikaandika maelezo kwenye karatasi, nikampatia Amani, nikamwambia kwamba nenda maabara ufanyiwe vipimo tujue shida nini. Basi Kulwa akauliza kwamba Amani unaumwa? Amani akajibu ndio, sijisikii vizuri. Kulwa akauliza nini shida? Amani akasema ndio maana nipo hapa nifanye vipimo nijue shida nini. Amani alimjibu na kutoka. Basi nilimwambia Kulwa kwamba karibu. Asante. Vipi nakusikiliza? Mimi nimetoka kazini najisikia ovyo tu, nikaona nipite tu hapa. Yaani kwa hiyo unataka matibabu ama? Wala mimi si umwi. Kichwa tu ndo hakipo sawa. Kwa hiyo ukikaa hapa ndio utapata afadhali.
Hapana, mimi nimeamua tu nipite nikae hapa tuondoke wote nyumbani na pia nikupumzishe leo kutumia usafiri wa umma. Okay. Ila unaipenda shida ndugu yangu. Kwa sababu hivi kwa nini sasa ulikataa gari la Oscar? Asidhani kama hicho ndicho kilichokuleta hapa. Mimi nimeuliza tu. Ama kweli wenye bahati huwa wanazichezea. Yaani mwanaume anakupenda lakini wewe umpendi. Sijui kwenye nafsi yake anajisikiaje maskini kaka watu. Kulwa, kama ambavyo unajisikia wewe kumpenda Amani na hakutaki. Kwa hiyo umeamua kuniumiza sio? Kama ambavyo ulivyoamua kunikera. Sawa, tuache na hayo, ngoja nikae kimya tu. Hilo ndio uliloliacha. Ila unaweza kunipa uhuru na ofisi yangu tafadhali, maana wagonjwa wanasubiri foleni huko nje. Sawa, haya utanikuta kwenye gari. Kulwa nijibu na kutoka nje. Amani alinitafuta na kuniuliza kumeendeleaje. Nikamwambia yeye aende tu nyumbani. Nilipomaliza kazi nikatoka kwenda na Kulwa nyumbani. Njia nzima tulikuwa ni kimya. Kulwa na drive, mimi na chat na Amani. Tulipofika nyumbani, Kulwa akamuuliza Amani kwani aliondoka moja kwa moja. Amani akamjibu alipima na kurudisha majibu ndio akaondoka. Kulwa akasema yeye alikuwa nje lakini wala hakumuona anavyoondoka. Basi Amani akamwambia kwamba labda wakati anatoka yeye alipitiwa hakumuona na hata yeye hakuona gari ili ajue kama Kulwa bado yupo. Basi hiyo issue kama ishi hapo. Ila bado nilikuwa nina wasiwasi sana kuhusu Kulwa. Sijui hata ananipangia tukio gani. Kesho yake nijiandaa kuelekea kazini kama kawaida, lakini nilipofika saa 4 tu mwanasheria wa baba akamenifuata na kuniambia kuwa kuna mambo ameongea na baba yetu anataka tuongee. Basi niliaga pale hospitali na kuacha maagizo kisha nikaondoka naye. Nikashangaa tunaenda nyumbani. Kitu cha kushangaza nilikuta nje ya nyumba yetu kuna magari mengi, alafu geti lipo wazi kabisa. Geti lilikuwa wazi, yani watu waliingia na kutoka. Moyo ukaanza kwenda mbio. Sasa nikauliza kwa sauti ya hofu ya kwamba samani kuna nini kinaendelea? Mwanasheria akujibu, aliniangalia tu kwa macho huruma. Tulishuka kwenye gari, nilianza kusikia sauti za vilio. Miguu ikaanza kunitetemeka. Basi tukaingia ndani ya nyumba. Kote watu walikuwa wamekaa makundi. Sebuleni kulikuwa kumejaa watu pia. Mama alikuwa amekaa katikati ameshikiliwa na watu. Macho yamevimba, yani anaonekana amechoka sana kwa kulia. Kulwa alikuwepo pembeni yake naye analia. Nisimama pale mlangoni ikiwa nimeshtuka sana. Sasa kwa sauti iliyokuwa inatetemeka nikauliza mama kuna nini? Mama aliponiona alilia zaidi. Akasimama kunifuata akanikumbatia kwa nguvu akasema kwamba pole mwanangu. Basi nizidi kuchanganyikiwa nikasema kwamba pole nini mama, nini kimewatokea? Basi watu walitushika wakatukalisha chini. Nilimgeukia Kulwa nikasema kwamba Kulwa tafadhali niambie kuna nini? Machozi yakanianza kunitoka bila kujua. Mwanasheria alisema kwamba Doto, tumepata taarifa asubuhi ya leo kutoka South Africa. Dereva baba yako ametupigia simu, baba yako amekutwa amefariki. Basi nisimama ghafla kwa mshtuko. Mwanasheria akaendelea kwa sauti ya huzuni akasema kwamba pole sana Doto, baba yako amefariki dunia. Baada ya taarifa ile sikumbuki nilikaa vipi wala niliaje, nijikuta tu mikononi mwa mama nikilia kwa uchungu usioelezeka. Kilio kilinitoka kwa nguvu sana. Kulwa alikuja karibu akanikumbatia sasa tukizidi kulia. Ndani ya nyumba video vilitawala, majonzi yakazidi. Maisha yangu yakabadilika ghafla. Sikuwa tena na baba, yani unajua ni sikupata hata muda kuagana naye yani. Unajua? Baada ya kilio kile cha uchungu, sikumbuki ni muda gani ulipita. Nilikuwa kama mtu aliyepoteza fahamu. Baada ya kuamka kichwa kilikuwa kizito. Vilio vya watu vilinikumbusha kuwa babangu hayupo tena. Sasa baadaye dada Lisa naye na mumeo wakawa wamekuja. Siku zilizofuata zilikuwa nzito kuliko jiwe. Nyumba yetu ikajaa watu mchana na usiku, rambirambi, dua, vilio, yote yakawa sehemu ya maisha yangu mapya. Mama alikuwa kimya sana. Kulwa alikuwa karibu kila wakati. Unajua kuna muda yani mpaka alijikaza kunifariji nini. Kulikuwa na maswali mengi sana kichwani mwangu. Utaratibu ulifanyika na kusafirisha mwili wa baba mpaka Tanzania kwa ajili ya mazishi. Siku ya mazishi ilifika. Baba alizikwa na baada ya mazishi watu walianza kupungua, tukabaki na ndugu wachache tu na wa karibu. Mwanasheria wa baba akawa amekuja na kusema ana kikao na familia. Basi tukakaa tumsikilize. Tulikuwepo mimi, Kulwa, mama, Dalisa, mume wake, Amani, wajomba, mashangazi, baba wakubwa na wadogo na wake zao pia. Basi mwanasheria alisema ya kwamba baba aliacha mambo mengi na kuna maamuzi yatabidi afanywe, maana alitamani sana yawe hivyo. Hapa kuna jambo muhimu sana tunatakiwa kulizungumza, ni kuhusu mirathi ya baba na pia kuhusu huyu kijana Amani.
Basi baada ya mwanasheria kusema hivyo, Kulwa akauliza kwamba Amani kafanyaje tena? Mwanasheria akarekebisha miwani yake, kisha akavuta pumzi ndefu kana kwamba alijua anachokwenda kusema kingezua taharuki. Akatoa makaratasi na kusema ni wosia wa baba. Kisha akaanza kwa kusoma kwa sauti akisema ya kwamba marehemu Dr. Clement aliacha maelezo yafuatayo, na nukuu: mimi Clement Christopher naandika wosia huu nikiwa na akili zangu timamu, ambao ningependa uheshimiwe kipindi ambapo itatokea nikaaga dunia. Nimebarikiwa kumiliki mali kadhaa: hospitali 1, nyumba 2, guest house 1, garage 2, car wash 4 pamoja na jengo lenye frame 8. Mali hizi zinapaswa kusimamiwa na mtoto wangu wa kwanza, Bi Lisa Clement. Kwa niaba ya familia, nyumba iliyopo Mbezi pamoja na jengo lenye frame 8 ni mali halali ya mke wake Bi Anastasia Clement, na mali zote zilizobaki ni za watoto wangu 4. Wa kwanza ni Lisa Clement, wa pili ni Kulwa Clement, wa tatu ni Doto Clement, na wa 4 ni Amani Clement. Mwanasheria alivyotaja Amani kwenye orodha ya watoto, sebule nzima ikashangaa. Baba yetu mkubwa kuuliza kwamba hii ina maana gani bwana? Basi Kulwa naye akasema ghafla, akasema yaani kwa nini huyu kijana aitwe mtoto marehemu? Basi bwana, mama bado alikuwa kimya. Kulwa muda huo alikuwa analalamika tu, anasema kwamba hapana, yaani hili siwezi kulikubali. Baba yetu hakuwa na mtoto mwingine nje ya ndoa bila sisi kujua. Mama yupo kimya tu. Lakini niliona machozi yakimtoka mama. Mwanasheria akainua mkono kwa tuliza wote. Akasema tafadhali tulieni jamani, tulieni. Kila kitu kimeandikwa hapa na marehemu aliacha ushahidi wote muhimu. Shangazi mmoja akauliza kwamba aina gani ya ushahidi huo? Mwanasheria akageuza ukurasa mwingine wa wosia, akasema kwamba kuna vipimo vya DNA, kuna barua alizoandika kwa mkono wake mwenyewe na kuna kumbukumbu za kisheria. Marehemu alitamani ukweli huu ujulikane kabla kifo chake. Aliniahidi kuwa akirudi kutoka South Africa atazungumza na familia. Kwa hiyo ndio hivyo. Basi buli ikawa kimya tena. Nikahisi tumbo likiuma, kichwa kikawa kizito, nikajiuliza moyoni ya kwamba baba alikuwa akificha nini miaka yote hii? Mbona alimleta Amani kama houseboy? Na nitamwangaliaje Amani usoni sasa? Eti sio mpenzi bali kaka yangu? Basi mwanasheria alitoa maelezo ya kina kuhusu Amani, kuwa mzee alishindwa confess mama pamoja na sisi kutuambia kuhusu Amani, hivyo akaamua mlete kwanza tuweze kuwa na ukaribu naye. Ila alipoona mambo yamekuwa mabaya kwa sisi watoto wake wa kike kumtaka Amani, wakakubaliana walimalize mapema, kila kitu kiwe wazi. Ila ndo imetokea baba mfariki. Msikilizaji, katika siku zangu mbaya hapa duniani, ile siku ni moja wapo. Yaani kila mtu alitoka kwenye kile kikao akiwa na majonzi yake. Nilikaa peke yangu chumbani huku nawaza sana. Ghafla Amani na Kulwa wakaingia. Nikasema kwamba hapana, hii haiwezekani. Amani ni mpenzi wangu, tumekuwa tukizungumza, tumekuwa tukipanga maisha. Sasa wananiambia nini kaka? Kwamba eti ni kaka yangu? Hapana. Kulwa akanishika mkono akasema kwamba Doto, tulia tafadhali, tulia. Amani akasema kwamba Doto, naomba unisikilize. Mimi sikuwa na nia mbaya, naomba unielewe kabisa. Baba alinijulisha ukweli huu miezi michache iliyopita. Sasa nilipofika hapa nilikuwa nipo kwenye kusubiri baba nitambulishe rasmi, maana alikuwa anahofia mtafaruku, hivyo alitaka kutengeneza mazingira mazuri. Ila bahati mbaya mkaanza kunipenda. Mimi nitaka kuambia lakini nikaogopa. Nilimkaripia Amani nikasema kwamba kwa hiyo ulijua? Amani akajibu ndio. Nikamwambia kwamba kwa nini niache niendelee kukupenda wakati unajua kabisa wewe ni nani kwangu? Amani akasema mimi nilikuwa nasubiri baba aseme. Pia kuhusu mimi kukubali kuingia kwenye mahusiano na wewe, yote nilifanya bila kumaanisha, nilitaka tu kutuliza ghasia tukimngoja baba. Nikasema kwamba ghasia gani uliotuliza zaidi ya kuongeza chuki tu? Huyo Kulwa alitaka hadi kuniua sababu yako. Kulwa akasema kwamba Doto, tafadhali, hebu naomba basi usiangalie mabaya, atazidi kutuumiza tu. Tuangalie mbele na tumchukulie Amani kama kaka kwetu. Futa mawazo bwana ajabu. Tafadhali sana pacha, hebu nakuomba usianze kuzungumzia mambo. Kulwa alisema na kunikumbatia. Tulilia sana. Nilihisi dunia imenilemea. Mapenzi yangu yote, ndoto zangu, mipango yangu yote yamegeuka kuwa haramu kwa sekunde chache. Ilibidi tu tukubali matokeo, kuwa Amani ni kaka kwetu. Japo alisababisha tugombane, tuchukiane kiasi cha kufanya mpaka tutake kuuana mimi na pacha wangu. Mama yangu ana roho nzuri sana, yani hakupinga chochote kuhusu Amani, alimkubali tu. Mimi hata nguvu za kwenda kazini sikuwa nazo.
Nilikuwa tu nahitaji kutuliza mawazo, hivyo nikatoka kwenda baa ninywe pombe nipoteze mawazo. Siku nilikunywa nikajikuta sasa nimezimia bila kuelewa kiliendelea nini. Nilipozinduka asubuhi, kichwa kilikuwa kinaniuma ni kama kimepigwa nyundo. Macho mazito. Nikajaribu kukumbuka sasa kilichotokea jana usiku, lakini kumbukumbu zilikuwa ni vipande vipande kama ndoto mbaya. Nilipojaribu kujigeuza nikagundua sipo chumbani kwangu. Nikainua kichwa taratibu, macho akatua kwenye dari nisioizoea. Nikajiuliza kwamba Mungu wangu, hapa nipo wapi? Ghafla mlango ukafunguliwa. Oscar ndo akaingia ndani. Nikasema kwamba Doto, umeamka? Nilistuka sana mpaka nikainuka kwa kitandani. Nikasema kwamba Oscar, nimefikaje hapa? Nilimuuliza. Alikaa kwenye kiti karibu na kitanda. Akasema kwamba usiogope Doto, jana ulikuwa umelewa sana, nilikuona baba ukiwa hoi kabisa, nikakuleta hapo ulale. Nilishindwa kukuacha pale maana ulikuwa hujitambui, kwa hiyo singekuwa busara kabisa. Moyo ulikuwa unaenda mbio ese. Bila hata kujibu nikaanza kujikagua haraka haraka kama hajanifanyia kitu. Oscar alinitazama kwa mshangao kisha akatikisa kichwa akasema kwamba Doto, tulia. Hakuna chochote kilichotokea. Ulilala tu. Mimi nilala sebuleni. Basi machozi yakaanza kunitoka bila kujizoea. Oscar, msamani sana, akili yangu imevurugika sana Oscar. Maisha yangu yamegeuka ghafla. Usijali, najua unapitia mengi, lakini usijilaumu sana na wala usiogope, umesikia? Uko salama. Niliwasiliana na familia na kuambia hali yako. Ngoja nikuletee supu kwanza unywe. Oscar alisema na kwenda kuniletea supu. Nilinywa ile supu, ndani ya moyo wangu nikajua jana pombe haikunisaidia. Yaani haikunisaidia kabisa kusahau, yaani imeniongezea tu matatizo. Nikajiuliza kimoyomoyo, je, huu ndio mwanzo wa sura mpya ya maisha yangu au ni mwanzo wa maumivu mapya kabisa? Baada ya supu nikaomba Oscar nipeleke nyumbani. Aliniomba nioge kwanza, hivyo akaniachia chumba. Nikaoga nikajitayarisha kisha akanirudisha nyumbani. Tulipofika, watu wa nyumbani walimshukuru sana Oscar kwa msaada wake, lakini mimi wakanisema sana. Wakaniambia nisitoke tena wala nisirudie tabia ya kunywa pombe. Kwa sababu vitu ninavyofanya vinaweza vikaniletea matatizo. So maneno yao yaliniumiza, lakini moyoni nilijua walikuwa wanajali. Usiku ule mimi sikuweza kulala. Nijigeuza kitandani mara 100, machozi yakinitoka, maumivu ya kumpoteza baba, lawama za nyumbani na hofu ya kesho vilinikaba koo. Asubuhi ilipofika bado nilikuwa nimechoka kiakili. Ghafla nikasikia sauti ya Oscar. Nikatoka sebuleni, nilikuta Oscar yupo na mama, mikononi akiwa amebeba maua mazuri tu. Aliponiona alitabasamu akasema kwamba Doto, samahani kama nimekuja bila taarifa, nilijisikia tu nikuone. Alinisogelea akanikabidhi yale maua. Akasema kwamba ni kwa ajili yako, kukumbusha kuwa bado kuna watu wanakujali. Machozi yalinidondoka tena. Oscar akasema kwamba Doto, kukuona unaumia hivi kunaniumiza sana. Najua unapitia kipindi kigumu sana na sitaki ujione uko peke yako. Nakupenda sana Doto, na si kwa maneno tu. Nakupenda kwa namna ambayo inanifanya nihisi maumivu yako kama ni ya kwangu. Kila tone la machozi yako linaniumiza sana moyo wangu. Basi nishindwa kujizuia, nikamkumbatia na kulia kifuani kwake. Alinikumbatia tu kwa nguvu akasema kwamba pole sana. Basi nilia kwa muda mrefu kifuani kwa Oscar, machozi yakilowanisha shati lake. Alinipa tu nafasi ya kutoa yote aliyokuwa moyoni mwangu. Mama alitazama tu. Baada ya muda Oscar kaniambia kwamba Doto, nataka uwe na nguvu. Maumivu haya hayatakuua, yatakujenga. Basi mama akasogea karibu akasema kwamba mwanangu, tunakupenda, baba yako asingependa kukuona unajiumiza hivi. Alisema sasa akinifuta machozi. Niitikisa kichwa tu. Maneno yao yalikuwa ni mazito na ya kweli. Oscar akaaga akaniambia atanipigia baadaye. Basi Oscar alijitahidi sana kunifariji. Baada ya miezi 2 nikawa sasa niko sawa, nikaweza hata kwenda kazini, kuendelea na majukumu yangu. Tulikutanishwa na mama yake Amani, kutambulishwa naye. Amani alirudi kwa mama yake, tukasa tunawasiliana tu kupitia simu. Siku hiyo mwenyewe nilikuwa kazini, akawa amekuja Oscar bana. Nilimkaribisha, akaingia ofisini, alikaa kimya kwa muda. Macho yake yakinitazama tu kwa umakini kama mtu mwenye jambo zito moyoni. Doto, kuna kitu nataka nikwambie leo. Niambie Oscar. Unafahamu kwamba nakupenda, si ndio? Oscar, na nini? Mbona sikuelewi? Naelewa, sijasema haya kwa pupa. Nimefikiria sana, nimezungumza na familia yako, nimejiandaa. Nataka ridhaa yako, nataka nikuoe. Oscar, mbona unielewi? Nimekuambia mara ngapi mimi sikupendi? Najua, lakini kuwa na huruma japo kidogo tu, nakuomba sana. Oscar, huruma sio mapenzi.
Naomba uende, mimi niende na kazi. Basi siku haikuisha vizuri. Na hapo ni baada ya kumfukuza Oscar. Jioni ile mama alinipigia simu, mama akasema ya kwamba siku ya leo Oscar alikuja hapa nyumbani. Alisema anakupenda sana na anaomba ridhaa ya familia akuoe. Nikamwambia mama ya kwamba mama, nilimwambia wazi simpendi. Mama akasema ya kwamba mwanangu, wakati mwingine mapenzi huja polepole. Yule kijana ameonyesha vitendo, sio maneno. Nikamjibu mama simuhitaji. Msikilizaji, familia bado iliendelea kuniandama. Siku iliyofuata kikao cha familia kikaitishwa. Shangazi, mjomba na ndugu zangu walikuwepo. Nilikaa katikati yao kama mtumiwa. Shangazi alianza kwa kusema kwamba Doto, yule kijana kwa nini umtaki Leo hii wanaume wa namna hiyo ni wachache sana. Nikamjibu shangazi ya kwamba kwani mimi sina haki ya kuchagua? Ndoa ni yangu au yenu? Mama akasema ya kwamba mwanangu, hatukulazimishi, ila tunajaribu tu kukuchagulia kitu chema. Nikasema ya kwamba mama, nikiolewa bila kumpenda nitaumia kila siku. Sitaki kuishi maisha ya kujilazimisha. Shangazi akatikisa kichwa kusema ya kwamba lakini kumbuka ya kwamba wanaume wanaokupenda kwa dhati hawaji mara mbili. Nikamwambia shangazi ya kwamba nitampata tu nitakayempenda mimi. Basi baada ya kikao nilikaa chumbani peke yangu, nilijiuliza maswali mengi. Je, ni kweli inapaswa kukubali kwa sababu familia imetaka ama? Usiku ule Oscar alinipigia simu, sikupokea. Nilijua anachotaka tu kuniambia. Na nilijua tu kwamba familia ingerudi tena na hoja zao zile zile. Na nilijua pia mapambano haya hayakuwa tena kati ya mimi na Oscar, bali kati ya moyo wangu na matarajio ya familia. Basi usiku ule usingizi ulikataa kabisa. Nilikuwa nageuka kitandani, nikitazama dari kana kwamba itanijibu maswali yangu. Simu yangu iliendelea kuwaka kwa missed call za Oscar. Moyo ulikuwa ni mzito sana. Asubuhi ilipofika, mama aliingia chumbani kwangu. Akasema kwamba mwanangu umeamka? Nikajibu ndio mama. Basi mama alikaa pembeni ya kitanda, akanishika mkono akasema ya kwamba Doto, hatutaki kukuumiza, tunachotaka ni kukuona tu salama. Yaani uolewe vizuri. Nikasema kwamba mama, naomba basi unisikilize pia. Nimejaribu kumfikiria Oscar mara nyingi, lakini moyo wangu hausikii chochote. Naogopa kuingia kwenye ndoa nikiwa hivyo. Mama akasema kuna mtu mwingine kwenye moyo wako? Mama alivyouliza hivyo nilishtuka kidogo. Sikujua nimjibu nini, ninyamaza tu. Mama akasema sawa mwanangu, lakini kumbuka kwamba familia haitachoka kukusisitiza. Basi alitoka chumbani, nikajiandaa na kwenda kazini. Mchana nilipokea message isiyotarajiwa. Haikuwa ya Oscar, ilikuwa ni ya Amani. Amani aliandika kwamba Doto, naomba tuonane, kuna kitu muhimu nataka kukuambia, nitakuja nyumbani baadaye. Basi moyo wangu ulidunda kwa kasi. Nilijua kabisa kukutana na Amani kungenichanganya zaidi, lakini pia nilijua kumkwepa siwezi. Kweli usiku Amani alikuja nyumbani, tukakaa mimi na yeye sebuleni kuongea. Alianza kwa kusema kwamba nilisikia kinachoendelea. Nikamwambia Amani ya kwamba Amani, nimechoka, ni kila mtu anaona anachokiona yeye, hakuna anayesikia anachohisi. Amani akasema nakuelewa dada, naomba unisikilize kama ndugu yako, ila sio kama mtu mwingine. Nilinyamaza kimya, nikamruhusu endelee. Unajua Oscar sio mtu mbaya, ameonyesha nia, amefuata taratibu za kifamilia. Kwa hiyo wazazi wanathamini hilo sana. Lakini Amani, mimi si chochote moyoni, nikiolewa bila mapenzi nitaumia. Doto, nisikilize. Mapenzi wakati mwingine huja baada ya ndoa, lakini pia moyo wa mtu haupaswi kulazimishwa. Maneno yale yalinichanganya zaidi. Amani akaongeza kwa kusema kwamba kama bado hujawa tayari, sema ukweli wako, ila jitayarisha kupambana na shinikizo la familia. Mimi nitakuwa upande wako kama ndugu, haijalishi utaamua nini. Yaani ni kweli unamaanisha hivyo? Ndio Doto, furaha yako ni muhimu kuliko kuwaridhisha watu. Basi baada ya hapo alisimama, akasema ya kwamba chukua muda wako, uamuzi wa ndoa ni mzito. Haupaswi kufanywa kwa haraka. Acha mimi niende dadangu. Basi Amani alipotoka nilibaki nikiwa nimechanganyikiwa zaidi ya awali. Ushauri wa Amani ulikuwa wa busara, lakini haukunipa jibu. Sasa siku iliyofuata, Oscar alinipigia na kuendelea kunisii. Oscar akasema kwamba Doto, tafadhali naomba nisikize mara ya mwisho. Sitakulazimisha unipende. Mimi nilitaka tu ujue kuwa nitakusubiri hadi utakapokuwa tayari. Baada ya Oscar kusema hivyo niseme kwamba Oscar, wewe ni mwanaume mzuri sana. Tatizo sio wewe, tatizo ni moyo wangu. Oscar akasema basi nitaheshimu uamuzi wako, lakini kumbuka si kila anayekupenda atavumilia kama mimi.
Basi alikata simu akiniacha nikiwa nimechanganyikiwa zaidi. Nilikaa peke yangu nikajiuliza, je, nifuate moyo wangu au akili yangu? Lakini bado niliamua kupotezea. Mpaka leo msikilizaji, sijui nini kilitokea. Nachoweza kuambia tu ni kuwa ni kama siku hiyo niliamka kutoka usingizini, nikajikuta eti nipo kwenye ndoa na Oscar. Sikumbuki hata ni lini nilimkubalia rasmi kiasi kwamba nikafunga ndoa naye kabisa, sikumbuki. Siku hiyo bwana ilikuwa hivi. Nilimaliza kazi, nikaaga wafanyakazi wenzangu na kutoka nje. Nilimpigia simu Kulwa kumuuliza kama atanipitia turudi wote nyumbani, lakini hakupokea. Asa nikaamua nikodi bodaboda mpaka nyumbani. Nilipofika tu nyumbani, mlinzi alinipokea kwa furaha sana, akasema kwamba karibu dadi. Nikasema asante, umeshindaje? Mlinzi akasema salama kabisa, za siku. Nilishtuka, ananiuliza za siku vipi? Yaani utasema tujaonana zaidi ya mwezi wakati ni kutwa moja tu yani. Ninaposema kutwa moja ni kwamba mjaonana tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ila sikutaka kuhoji sana, nikamjibu kwamba nzuri kabisa. Akasema sawa dada, sisi tupo. Niliachana naye na kuingia ndani. Nilikuta mama yupo sebeni. Aliponiona aliinuka na kuja kunikumbatia, akasema jamani mziwanda wangu. Basi nikamsalimia nikasema shikamoo mama. Marahaba mwanangu, za huko kwako? Kwangu wapi tena? Si kwa mumeo jamani, Sasa ndio kwako huko ama? Mume. Toto, hebu acha basi kusudi. Ungenipa taarifa hata basi ningepika chakula kizuri jamani mwanangu. Mama, ujue unanichanganya. Sasa nakuchanganya na nini sasa? Mama, mimi nimetoka kazini mama. Najua umetoka kazini. Sasa mbona unaongelea habari za mume mara siji kwangu mama? Mimi mbona sikuelewi? Wewe Toto wewe. Mimi sasa ndo unanichanganya kwamba yani kwamba ujue umeolewa ama? Nimeolewa na nani? Mimi mama yako mwanangu. Hebu acha hayo matani basi jamani. Hivi leo upo sawa kweli wewe? Mama, mimi nipo sawa mama, mimi ndo sielewi unachozungumza. Basi pumzika kwanza. Basi nilielekea chumbani kwangu, nikakuta kumefungwa. Nikafungua pochi nitafute funguo, sikuikuta. Ila nikakuta funguo zingine kabisa ambazo sizifahamu. Nimuuliza mama, funguo sijui nimepoteza. Akasema hujapoteza. Akasema kwamba sijapoteza, ila alifunga yeye mlango wangu nilipokuisha ama hapo, na pia hizo funguo zingine ni za huko kwangu. Bado sikumuelewa. Sasa akasema anampigia mume wangu simu aje. Basi nikakusubiri, ghafla huyo mwanaume akasema alipofika sinamuona Oscar. Nikauliza kwa sauti ya kutetemeka, nikasema Oscar, nini kinaendelea hapa? Sasa mama akaja kusema pembeni yangu, akasema mwanangu, tafadhali hebu naomba ukae chini. Nikasema mama, sitaki ukaa mama. Nataka nielewe, mimi nimekuja nyumbani kwetu alafu mnaniambia sijini mimi na mume. Doto, tafadhali sana, naomba utulie sawa. Najua uko confused lakini ukweli ni huu hapa ya kwamba wewe ni mke wangu. Tumefunga ndoa rasmi. Yaani kwani lini nisema mimi nakupenda? Lini nikubali kuolewa? Machozi yalianza kunitoka. Asa mama akanishika mkono kwa nguvu kidogo, akasema kwamba mwanangu, si ulikubali kabisa na ulitia sahihi jamani. Tulikula tukafurahi. Niitikisa kichwa kwa nguvu nikasema hapana mama, hilo haliwezekani mama. Mimi nakumbuka nilikataa mama, mimi nakumbuka nilisema mimi simpendi Oscar mama, sina kwaje. Oscar akasema kwamba Doto ulikubali. Hapana. Naomba niwe peke yangu leo. Naomba nielewe yani nimekuaje mke bila moyo wangu kukubali. Basi bila kusubiri jibu, nikaelekea chumbani. Mama akaja kunifungulia, nijilaza kitandani, nikitazama dari tu. Moyo wangu haukuwa hapo, akili yangu haikuwa hapo, na roho yangu haikuwa hapo. Sasa msikilizaji, Doto imekuaje? Akaolewa. Vipi? Oscar ni mchawi? Oscar ni jini? Ama ilikuwaje? Hali tu mtu anajua ametoka asubuhi na jioni anarudi nyumbani tena anashangaa masuala ndo watu walishakula, watu walishafurahia, watu kivipi? Kama unanisikiliza ukiwa upo kazini unarudi nyumbani unaambiwa za tangu mwaka juzi. Lazima ushtuke mwaka juzi. Tena unaweza kuuliza kwamba vipi mashamba yanaendeleaje huko? Ukifikiri hata bustani hujawahi kulima, umewaaga lini unaenda kwenye mashamba? So lazima ushtuke. Kwa tutakutana sehemu ya mwisho msikilizaji kufahamu kipi kilichomtokea Doto mpaka amejikuta kwenye ndoa na haelewi lolote. Kumbuka mtayarishaji ni Kadada Ketu Kakiti Fefe na nilikusimulia ni mimi Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.